Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na Marekani kuteka meli ya Wachina huko Venezuela. Duru moja ya habari nchini Marekani imefichua kuwa meli ya mafuta iliyotekwa kiharamia na Marekani nje ya pwani ya Venezuela ni mali ya China na si ya Venezuela. Shirika la habari la Bloomberg limetangaza kwamba meli ambayo Marekani iliiteka kwenye maji ya karibu na pwani ya Venezuela ilikuwa ni meli kubwa ya mafuta yenye bendera ya Panama ambayo mmiliki wake yupo nchini China. Waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth amedai kuwa kuzuiwa kwa meli za mafuta zilizowekewa vikwazo na Marekani kunaendelea. Waziri huyo wa vita wa Marekani Pete Hegseth pia amesema kuwa Pentagon itaendelea kufanya operation za kukamata meli zilizowekewa vikwazo na Marekani. Naye waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Christine Noem amethibitisha habari kuwa walinzi wa fukwe za Marekani kwa kusaidiana na wizara ya vita katika nchi hiyo Pentagon waliteka nyara meli ya mafuta ambayo ilitia nanga mara ya mwisho nchini Venezuela siku ya Jumamosi. Serikali ya Venezuela inautaja uhalifu huo wa Marekani kuwa ni uharamia na kusisitiza kuwa Caracas ina haki zote za kulipiza kisasi na kujihami mbele ya jinai hizo za Marekani. Uthibitisho wa kutekwa nyara kiharamia meli za mafuta nje ya pwani ya Venezuela umekuja saa chache baada ya maafisa watatu wa Marekani kuiambia shirika la habari la Reuters kwamba Washington ilikuwa kwenye operation ya kuteka meli nje ya pwani ya Venezuela. Katika ripoti nyingine, Reuters imesema kuwa hiyo ni miongoni mwa meli ambazo Marekani imeziwekea vikwazo kwa upande mmoja na sasa inatekeleza sheria za Marekani dhidi ya meli hizo kwenye maji ya kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ni lazima watateka meli nyingi katika eneo la bahari ya Caracas kutokana na kwamba ni operation maalum ya kuzuia mipango ya meli hasa zinazobeba mafuta kutoka katika taifa la Venezuela. Hata hivyo, Marekani imejaribu kusambaratisha Venezuela kwa kutumia mbinu nyingi, vikwazo visivyo halali pamoja na wakati huu kuamua kuanza kuziteka nyara meli za mafuta katika maeneo hayo, lakini pia wakizingira kwa kutumia ndege za kivita, lakini pia kwa kutumia namna nyingine nyingi ikiwa ni pamoja na idadi kubwa ya wanajeshi katika maeneo hayo. Venezuela imesema kwamba ipo tayari kulinda rasilimali zilizopo katika taifa hilo. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameweka wazi akisema kwamba hiyo ni mipango ya Marekani, hasa rais wake Donald Trump, ya kutaka kuiba rasilimali zilizopo hasa mafuta yaliyopo katika nchi hiyo. Ikumbuke kwamba Venezuela ni moja kati ya mataifa yenye kiasi kikubwa cha mafuta ulimwenguni. Hata hivyo, hadi wakati huu, kutokana na kutekwa kwa meli hiyo ya Wachina, bado hakujatoka taarifa maalum kutoka nchini China juu ya kutekwa kwa meli yao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na sisi tutakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.